Tutazame haya magoli ambayo anafungwa goalkeeper wa Simba, yanaonekana yanajirudia licha ya kwamba kuna wakati anakuwa na clean sheet, anadaka vizuri, lakini magoli yanayofanana. Tupeleke malalamiko kwake binafsi ama eneo la goalkeeping, kwa maana ya coach wake kuna vitu bado kipa wake anashindwa kumuelekeza, ndio maana aina ya magoli haya ambayo yanataka kufanana ya mbali yanatokea kwenye baadhi ya mechi za Simba. Well, binafsi nashindwa kuelewa Kamara ni mchezaji mkubwa au ni mchezaji wa kawaida. Kwa sababu sifa ya mchezaji mkubwa ni muendelezo wa kufanya vizuri, consistency. Mchezaji mkubwa anapimwa kwa muendelezo wa kufanya vizuri. Kamara kuna mechi atakupa performance kila mtu atashika kichwa. Kwa mfano mechi za Confederation, mechi kibao amekuwa anaibeba Simba kwa mikono yake. Then anaweza kufanya makosa ambayo kila mtu anashika kichwa. Nitakupa mfano mdogo. Mechi ya Simba na Coastal Union ya bao 2-2. Mechi ya Derby kama unakumbuka, goli ambalo walifungwa lile. Kuna mechi kama 4-5 hivi makosa ambayo umekuwa unaona direct goalkeeper kahusika. Kwa hiyo nashindwa kujua kama ni mchezaji mkubwa au ni mchezaji wa kawaida ambaye anacheza kwenye timu ambayo ina defense nzuri. Bado na question mark. Ndio maana nawaambia watu ni mapema sana kumfananisha Kamara na Diarra, kwa sababu Diarra ameshafanya mambo makubwa mfululizo. Bado muda wake tunahitaji kumuona zaidi ili tuweze kumweka kwenye lile daraja. Kwenye goli la jana siwezi kumlaumu Kamara moja kwa moja. Yes, ana sehemu yake ya makosa ambayo alifanya, lakini kuna watu walitangulia kufanya makosa kabla yeye kufanya makosa. Kwa sababu kama tuna defend tunahitaji vitu vitatu po. Tunahitaji pressure, tunahitaji cover, tunahitaji balance. Ni vitu vitatu ambavyo ukienda kumuuliza mwalimu yoyote anayefundisha timu atakwambia hivyo vitu vitatu. Ukitazama kwenye aina ya goli ambalo KMC walipata dakika ya 6, Chemalon alitoka kwenye eneo lake. Nadhani alienda kumwekea cover mchezaji wa alienda kumwekea pressure mchezaji wa KMC. Yani alitoka kwenye position yake ni kama akaenda kwenye midfield kidogo, lakini upande wa kulia pembeni zaidi. Kwa hiyo eneo lake likawa limebaki wazi. And then kilichotokea baada ya Chemalon kukosa ule mpira, Kapombe akagundua kwamba Chemalon hayuko kwenye position yake. Yeye akaenda kuweka cover kwenye eneo la Chemalon. Chemalon naye badala asensi kwamba Kapombe hayuko kwenye position yake, mimi niende tena kuweka cover, na yeye akarudi ndani zaidi. Kwa hiyo kawepo na center back watatu. Kuna Kapombe, kuna Chemalon, kuna Hamza kwenye box. And then unajiuliza pia alikuwa wapi mtu kama Augustine Okejefa, kwa sababu position ambayo Chambo alipiga ni position ambayo ulikuwa unatarajia kiungo mzuiaji angeweza kwenda kuweka pressure pale, hayupo. Kwa hiyo Chambo Rashid amepata muda, amedribble mpira mara 2, akachagua engo, akapeleka, hakuna pressure yoyote. Chemalon kama alisense kwamba Kapombe tayari kwenye position yake, alitakiwa kuja kumwekea cover au kumwekea kivuli mpigaji, akufanya vile. Lakini pia defensive mid naye alikuwa wapi? Haonekani. Kwa hiyo mpigaji kachagua engo, kaweka. Kosa la mwisho ni kwa Kamara. Kwa level ya mchezaji wa Simba, goalkeeper wa Simba, I should have done better. So tumeona mara kibao magolikipa wanafanya saves kwenye maeneo kama yale. Yes, ilikuwa far post, lakini mpira ulikuwa juu zaidi. Angeweza kudive full stretch akaupunch ule mpira, lakini hakufanikiwa kufikia. Kwa hiyo kuna makosa mengi sana, lakini kabla ya kumlaumu Kamara unaanza kuilaumu defensive media alikuwa wapi pale. Chemalon positioning yake haikuwa nzuri sana. Kwa hiyo Simba walifungwa goli kwenye yale maeneo. Okay, sawa. Evans, Hans amezungumza vizuri sana pamoja na kamanda Jeffrey. Tuangalie, huu ni udhaifu wa moja kwa moja wa Kamara kwa mipira ya mbali. Manake pamoja na hizi changamoto za hapa na pale ambazo wanazizungumzia Jeff pamoja na Hans, ni matukio ambayo yamekuwa yanajirudia, na kila siku tumekuwa kila siku tumekuwa tunazungumza kuhusiana na hicho kitu ambacho Kamara amekuwa anakifanya. Ikitokea tu mtu anapiga umbali mrefu, uwezekano wa kupata goli ni mkubwa, tofauti na ambavyo imekuwa kwenye magoli mengi ambayo inakuta ni 1 against 1, au ni mtu kapigia karibu tu, ila walinzi wamechelewa kufanya kazi yao vile inavyotakiwa. Magoli mengi ambayo yamekuwa yanafungwa kutokea mbali, mimi moja kwa moja naamini lawama zote mimi nitaziweka kwa Kamara, kwa sababu moja, mtu akiwa anaanza kufanya attempt
wewe unamuona. Yani hata kama backline yako imeshindwa kufika na kuweka ulinzi, ila bado wewe una nafasi ya kuona. Itokee mtu ameamua kukuhamisha upande tu, yani wewe uko near post, mtu aweke far post, kuna namna siwezi nikakupa hizo lawama, kwa sababu kazi yako ya kwanza ni kulinda near post. Far post anatakiwa kulinda mlinzi anaenda kuzuia. Kazi yake ya kwanza ni kuilinda far post. Ila wachezaji wengi wamekuwa wakikaba, wanamnyima mpaka goalkeeper hiyo nafasi ya kuona tukio. Yani anajikuta anaenda anakaba mpaka eneo ambalo goalkeeper hawezi kuona chochote ambacho kinakuja kutokea. Hata mtu akiattempt, unajikuta goalkeeper unashtuka mpira huu hapa. Kwa hiyo naamini kuna makosa yanatokea kwa watu wengi, walinzi, goalkeeper mwenyewe. Ila kwa tukio la jana watu wa kwanza kulaumiwa ni walinzi wa Simba. Ukiangalia namna ambavyo Chema Lone ameenda kublock ile mpira, yani kama anacheza red, yani wewe unageuka na upaje mpira mgongo. Lakini si ndo tumeshakosea sasa, wa mwisho tunakuangalia ni wewe. Sawa, tumeshakosea. Angalia movement ya mpira, iko upande wa kulia. Kamara tayari yuko upande wake wa kulia ambako ndo near post. Goalkeeper lazima ukae eneo hilo. Mpigaji lazima tumsifie kama alivyosema Jeff. Lazima tumsifie mpigaji. Kachagua eneo zuri ambako goalkeeper inakubidi ufanye safari ya kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, na mpira una kasi. Kwa hiyo alichokifanya mpigaji, ule mpira ni kama ulianza kumfuata, ukaanza kama kukatika hivi kuelekea hiyo. Yani unasikia na mara nyingi tunasema shoot hatuchagui mahali pa kupiga. Tunalenga frame ya goli. Ila mtu akiwa anafanya cave anachagua pa kuweka mpira. Yani yule hakuchagua mahali pa kuweka kwa sababu aliamua kupiga shoot. Kwa hiyo mpira umekatika, ni sehemu moja hapo tu ya tukio la mpira. Ila goalkeeper alikuwa na nafasi yake ya kwanza ni kulinda near post na aliifanya. Mpira umeenda upande wa pili ambako inategemea sasa, na tunasema ndo zinafanyika zile saves ambazo tunasema ndo save bora kabisa. Haya mambo tunaona wanafanya kina Thibaut Courtois, tunaona wanafanya wakidaba David De Gea kipindi yuko United. Mtu anakuhamisha upande na wewe una stretch mwili wako unacheza mpira. Kwa hiyo kwa Kamara mimi naanza kulaumu kwanza walinzi kabla ya kufika kwa goalkeeper. Okay, sawa. Hansi, kwa hawa magolikipa watatu wote umewatazama wakiwa wanacheza, Ayub Lakled, Aishi Manula pamoja na Kamara. Kwako kati ya hawa watatu yupi ni bora? Yupi ni bora zaidi ya wenzake kwa hawa watatu? Nadhani kila mtu ana sifa zake. Okay. Mbele yangu ukiniletea shot stopper, nitakwambia Manula alikuwa the best shot stopper. Okay. Yani kwa scenario kama ya jana inawezekana Manula ana save, lakini naye alikuwa na weakness yake mguuni. Yani pale ambapo nahitaji awe spare man, Manula kiukweli mguuni akubarikiwa. Umeona? Yeah. And then kuna Ayubu ambaye alianza vibaya msimu akiwa na Simba, lakini baadaye akaja kupiki ile form ambayo kila mtu alisalute kitu ambacho alikuwa anakifanya. Naye alionekana kuwa shot stopper mzuri, lakini pia mguuni naye alionekana kuwa comfortable zaidi. And then una Kamara ambaye footwork yake ndo kila kitu. Ile build up ya Simba unaiona iko high muda wote, ni kwa sababu kuna muda anageuka kuwa spare man, kuna muda anageuka kuwa kama mchezaji wa uwanjani, kutengeneza triangle baina yake na center back wawili. Tayari wameivunja pressing ya timu pinzani, Simba wametoka nyuma. Kwa hiyo ukitazama hao magolikipa wote ni kama kila mtu ana sifa zake, lakini binafsi mimi ukiniambia kwenye mizani, nina heshima kubwa sana na Aishi Manula. Aishi Manula amefanya makubwa kwenye kikosi cha Simba mfululizo zaidi ya misimu 4. Yani consistency ilikuwa pale. Yani ilikuwa ni nadra sana kuona makosa ya mara kwa mara kwa Aishi Manula. Kuna kipindi tulikuwa tunamsema kwamba ana tatizo la mashuti ya mbali, lakini baadaye ni kama alikuja kufuta hayo makosa. And then kila mtu alikuwa anamuimba Aishi Manula. Kuna kipindi hapa Diarra amekuja, watu wanamfananisha na Manula, ilikuwa ugomvi. Yani au kama unamfananisha Diarra na Manula, unaweza ukaona level aliyokuwa nayo. So tumie ukiniambia ni wapangilie hao magolikipa, binafsi nitakwambia Aishi Manula nafasi ya kwanza, na heshima kubwa na Ayub Lakled. Na labda na mimi nikiongeza hapo, unajua siku zote unahitaji muda. Na unapozungumzia ubora unalindwa na consistency ambayo inapatikana through time. Sasa ukiwa au makipa uliwataja, yani it's obvious kwamba Aishi Manula yeye ndio atakuwa bora kwa sababu ameprove over time. Yani tuna ushahidi wa karibu misimu 10 ya Aishi Manula. Sawa. Kuanzia akiwa Azam ambapo alichukua ubingwa,
na akajiestablish kuwa kipa bora tena katika umri mdogo sana, umri huu ambao Abdulwahid Msheli anao leo Yanga. Manula tayari alikuwa kashaaminiwa pale Azam, na pale Manula alimkuta kipa established kama Mwadini, akamweka bench mapema sana. Tunakumbuka alipoenda Simba misimu 4 mfululizo, yeye ndo goalkeeper bora kwa maana ya clean sheets na hata saves. Lakini pia watu wanasahau Aishi Manula kwenye AFCON ya mwaka 2019 kwenye ile hatua ya makundi, Aishi Manula alimaliza kama kipa ambaye ana idadi kubwa ya saves. Yani ile AFCON yote ile, sawa, yeye ndo alimaliza akiwa na idadi kubwa ya saves katika 2019 ile iliyofanyika Egypt. Pamoja na kwamba Tanzania ilitolewa, lakini outstanding player alikuwa ni Aishi Manula kwenye ile AFCON. The same goalkeeper ameweza kumaintain muda wote, kwa sababu mpaka sasa hivi ambavyo wachezi, nani anaweza kunyanyuka comfortably akasema kwamba Tanzania tunaye kipa ambaye anaweza kumweka bench Aishi Manula kwa uwezo hivi ambavyo acheze? Utasema Yakubu JKT, yule daraja lake bado halijafika kwa Aishi. Utasema Ali Salim, utahesabu mechi kwamba amedaka dabi, sijui akadaka penalty Yanga kule Tanga. Utasema kwamba alikuwepo wakati Simba inafungwa 1-0 na Wydad. Utatoa mfano wa mechi ya timu ya taifa dhidi ya Zambia, utaishia hapo. Lakini Aishi Manula akikuletea hiyo group stage ya AFCON moja tu, tayari amefuta chochote kile ambacho Ali amewahi kufanya. Kwa hiyo Aishi kwa sababu ya muda na consistency, hata kama acheze sasa hivi, lakini you can be sure kwamba akirudi akicheza hata nusu msimu, fomu yake itarejea pale pale. Kwa hiyo kati ya makipa wawili Lacred na Musa Pinpin Kamara, kama tungekuwa tuna ushahidi wa angalau misimu 3 ya moja kwa moja kwa yoyote, tungeweza kusema, lakini Aishi anawazidi kwa mbali kwa sababu hiyo ya consistency. Kwa hicho ambacho mmezungumza vizuri sana, napeleka swali kwa Jemedari. Huwa kuna kauli yake anapenda kuitumia kwamba huu ni ushamba. Kuna baadhi ya mashabiki wa Simba ambao wanafifisha kile chote ambacho Aishi Manula amekifanya. Tunaweza tukatumia kauli kwamba huu ni ushamba. Nasikika? Unasikika vizuri. Nilitaka nini Jemedari? Nikae mbali kidogo na mjadala wa Aishi Manula kwa sababu ya maslahi yangu ndio binafsi. Ni mdogo wangu mimi. Na chelea sana kusema mambo yake kwa sababu naogopa kuonekana niko biased. Lakini imani nilokuwa nayo, ndogo kipa bora kabisa Simba wanaye. Ndio goalkeeper bora Simba wanaye. Nimemaliza. Juma, endelea. Sasa hapo mimi sijaelewa bwana. Goalkeeper bora Simba wanaye, fafanua tufahamu Jemedari, kwa sababu hapa kumbuka kuna goalkeeper ambao wanacheza sasa hivi na wanafanya vizuri. Nimemaliza mimi. Ushamaliza? Hujamuelewa, kuna eneo dogo. Wale ufafanua, mbona umefafanua? Ansi nimemkuta anafafanua. Mimi nimemuelewa. Jeff amekuja. Jibu la Jemedari hauhitaji hata V3, linaeleweka tu. Umemaliza? Rahisi kabisa. Yani unaelewa tu kwamba bwana kwa upande wake Manula is the best. Ayub Lacred bado yupo nchini. Ndio? Sawa. Yupo. Ili eneo wakati tunazungumzia mapungufu yanaonekana kwa goalkeeper aliyopo pamoja na ubora na kile anachokifanya, Simba waendelee kubaki na Ayub pengine kwenye msimu mwingine Jemedari? Imani yangu mimi ni ile ile. Sawa. Hapa sasa umjadili Manula. Ngoja basi, subiri. Sasa sijajibu, hata ujue unachojibu. Unazungumzia Manula. Ni hivi Juma. Mimi ni katika wanaoamini hatuhitaji magoalkeeper wa nje. Kabisa. Hatuhitaji magoalkeeper wa nje. Hilo moja. La pili, imani yangu tuna wachezaji wengi mno kutoka nje. Hatuhitaji wachezaji wengi mno kutoka nje. Tunahitaji kupunguza wachezaji hawa kina Okejefa. Ndio. Tukipunguza idadi ya wachezaji hatuwezi kumpata Okejefa. Hasa wao manake tutabaki na wachezaji wengi wa ndani sasa. Ndio, ambao hawapo akina Kagoma. Hoja ya Jemedari ni kwamba ukiwa na idadi chache ya wachezaji wa nje utakuwa makini pia katika soko la usajili. Mimi nifafanue wapi hao wachezaji. Mimi nifafanue kidogo hiki anachokisema Jemedari. Unajua sisi nchi yetu ina changamoto kwenye, yani mpira wetu una changamoto ya player development. Na hiyo changamoto
inafanywa kuwa wasi zaidi kwa sababu ya urahisi wa kuwapata wachezaji wa kigeni. Okay. Sawa. Sasa kama tungekuwa na ugumu fulani kwamba bana una idadi ya wachezaji 5 tu wa kigeni, maana yake tungetafuta kwanza wachezaji elite ambao unajua kabisa hao 5 nitakawaleta hakuna atakayekaa bench. Lakini on the other hand, kwa sababu unajua kwamba una wachezaji 5, uwezi kuneglect kuendeleza wachezaji wako mwenyewe, kwa sababu leo hii tukiangalia hata kwenye timu zetu kubwa hizi utasema kwamba Yanga wamemdevelop labda Mzize peke yake pale, na Mzize hawajamdevelop as such. Kuna mtu alimleta pale kutoka huko alikotoka, akakaa kidogo akaanza kupata nafasi. Huwezi kusema kwamba the same way ambavyo Orlando Pirates wamemdevelop yule Erele Mofokeng au ambavyo Mamelodi Sundowns walimdevelop Pesitau kuanzia kwenye academy mpaka leo hii kaja kuwa mchezaji mkubwa anacheza soka la kulipwa. Tulia. Sawa. Uwezi kusema hivyo. Leo hii ukienda Kenya kwa mfano, wenzetu wamepiga hatua kwenye player development, na ndio maana wana wachezaji wengi ambao wanacheza nje. Sisi tuna export wachezaji wangapi? Kwa hiyo sababu kubwa ya kwa nini hatukomai na player development, na of course player development kuna trial and error. Sawa, ile kumvumilia mchezaji wako, kwa sababu leo hii Shabalala hakutoka mbinguni. Sawa, kwa sababu amepewa nafasi mpaka leo amekuwa elite player. Mudathir Yahya kutoka mbinguni amepewa nafasi mpaka akawa elite player. Sasa kama una idadi ya wachezaji 15 wa kigeni, Mudathir Yahya huwezi kumpata. Kuna hoja kumpata nani Shabalala. Sawa kamanda, kuna jambo hapo umeliibua, hilo tutakuja kulizungumza baadaye. Jemedari, naomba endelea katika kile ambacho kwa kuzungumza. Nichangia kidogo tu kuhusu alichosema. Okay. Kamanda ametaja wachezaji wawili. Amemtaja Mzize, amemtaja na Mudathir. Sasa kama ametaja mchezaji mwingine na Shabalala. Yes. The story ya Mzize wengi tunaijua. Na mimi nilikuja kuijua baadaye. Tena the day Muiza Hera anakuja pale kwenye radio kuja kuzungumza. Ndio nilianza kujua kwamba kuna Mzize anacheza under 20 na anatakiwa Ufaransa. Na Olympique Marseille. Yes, na story ilikuwa watu baada mwalimu yule alikuwa sasa ametoka kwa wakubwa yuko kwa watoto, anamfanyia mpango wa kwenda Ufaransa. Ndio viongozi walikuja kugundua kumbe kuna potential player yuko huku chini na anatakiwa Ulaya. Lakini kuna wakati alikuwa kashakata tamaa, anataka kurudi kwenye mishe zake za zamani alizokuwa anafanya. Unanielewa vizuri? Kwa kumbe kulikuwa na mtu yuko chini huko, mtu amemuona akasema no you guys, huyu anaweza kwenda sehemu fulani. Sasa tayari viongozi wanajua sasa anakwenda, ndio bwana haiwezi kwenda vita akabaki. He's the guy leo anacheza, si ndio? Mimi nilikuwepo wakati Shaba anaondoka Azam. Sawa. The feeling kutoka kwa vijana wengi waliokuwa under 20 walikuwa wanaona kwamba it's time now to play. Mwalimu tuliokuwa naye wakati huo Stuart John Hall alifanya kikao na watoto wale wa under 20. Akawaambia nyinyi bado wadogo, mnahitaji hivi, ambao walikuwa wanakwenda kwenye timu ya national team ya under 17. Walikuwa wanatoka wachezaji 12 au 13. Sababu Shaba kizazi chake na kina Muda, wakina Kimwaga, wakina Aishi, sijui Kadedi, watu wengi. Hao walikuwa wanakwenda national team. Sawa? Na national team ya wakati huo ilikuwa ya Kim Paulson. Kama nakumbuka. Kwa sababu Kim Paulson. Yule Kim mkubwa. Juu yake alikuwa ni Jean Paulson. Alikuwa timu ya wakubwa. Wakati ule kulikuwa na mtu aitwa Jacob Mikkelsen, alikuwa under 17. Sawa. Ndio. Na kwetu kulikuwa na kocha anaitwa Vivek na Gol. Sawa. Shaba walivyokuja kuulizwa wale kwamba bwana nani hapa anafikiri anaweza kucheza timu ya wakubwa, yani anataka kucheza timu ya wakubwa. Ndio. Shaba alinyosha mkono. The feeling kutoka kwake alikuwa anahisi kwamba it's time for me to play. Na huyu ni mchezaji ambaye alishawahi kucheza timu ya wakubwa, akiwepo yule Amorim sijui anaitwa yule, alikuwa msaidizi wa Massimo timu ya taifa, baadaye akaenda kule. Sawa. Alishawahi kucheza timu ya wakubwa Brazil, kwa kocha Brazil. Sasa kaona nimerudi. Amewahi kumbe kucheza mechi ya ligi Azam. Aliwahi kucheza mechi ya ligi kabla Stuart hajafika. Akaona sasa what's this? Akaondoka. Shaba aliondoka Azam akiwa anatoa machozi. Kwa sababu aliambiwa kama hutaki ondoka. Mtu ambaye anahisi kwamba anataka kucheza sasa
the story behind all that. Na Shaba akaondoka. Akaenda Kagera. Sawa? Ambako alicheza mechi zote msimu mzima. Kwanza alipata injury. Alienda pale kapata matatizo na nini, kapata injury, na nikutana naye siku moja nikamwongea naye. Alisaidiwa sana na Juma Kaseja, by then alikuwa kule. Baadaye akaja kucheza Simba, wakamuona. The rest ndo huyu Shaba tunayemuona. Lakini unajua kwa nini Azam ulikuwa na kiburi? Kwa sababu ulikuwa na option ya kusajili wachezaji wengi wa nje. Sawa? Unaelewa vizuri? Nakuelewa. Chukua story ya Sidibe na Msindo. Na Azam wamekuwa sawa tu sacrifice Sidibe kwa ajili ya Msindo. Msindo umetoka wapi? Tanzania. Sawa? Toe kidogo. Hii ndo mfano wangu wa mwisho. Sisi hapa JKT hatuna option ya kusajili nje. Lakini leo ligi sina kwenda mwisho, bado mechi 3. Tuna zaidi ya wachezaji 5 ambao wanatakiwa na timu kubwa. Wanatoka wapi wale wachezaji? Tanzania. Crown Media. Hapa ni nyumbani.